Kwanza cha kwanza ni kupenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana bila yeye mimi nisingekuwa hapa. Kwa hiyo shukrani zote napenda kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwanza, na cha pili, timu kama timu tumejiandaa vizuri kwenda kushiriki mashindano, na sio kwenda kushiriki tu, kwenda kushindana, kwa sababu kuna kushiriki na kwenda kushindana. Kwa hiyo timu kama timu tumejiandaa kwa kwenda kushindana na kutoa kile ambacho tunacho kwa wachezaji na kuipeperusha bendera ya Wydad. Huku pia na wewe ukiwa umebeba bendera ya Tanzania. Ndio. Pengine panapo majaliwa ukipata nafasi ya kwenda kuiwakilisha Wydad katika michuano hiyo, itakuwa ni rekodi kwako kuwa Mtanzania wa kwanza kwenda kushiriki michuano mikubwa kwa ngazi ya klabu duniani. Kwa maana kwamba ilikuwa kidogo tu Samata kama asingejiunga Genk, basi wakati timu ya TP Mazembe inakwenda kule kwenda kushiriki kabla ya kutolewa katika finali na Inter Milan, angekuwa wa kwanza. Lakini sasa imekudondokea wewe. Nini ambacho unakiona? Ni kweli, na pia ni historia yangu katika maisha yangu ya mpira. Kwa hiyo naenda kuandika historia ya Mwenyezi Mungu akijalia. Pengine watu wa Morocco wanazungumziaje michuano hiyo mikubwa kabisa ya klabu bingwa duniani? Mashabiki wanasubiria kwa hamu, kwa sababu timu yao wanaisapoti katika kila hali. Kwa hiyo matarajio yao makubwa ni kuona timu yao inafanya vizuri katika mashindano hayo. Kwa hiyo ni kila jukumu la Morocco kusapoti Wydad na kuipeperusha bendera ya Morocco katika michuano hiyo, maana katika timu ambayo inawakilisha nchi kwa sababu kila timu, kuna timu inatoka Tunisia inawakilisha nchi yao ya Tunisia, kuna timu inatokea South Africa inawakilisha South Africa, kuna timu inatokea Egypt inawakilisha Egypt. Kwa hiyo na sisi ni miongoni mwa timu hizo ambazo zinawakilisha mataifa yao katika mashindano hayo. Na wewe mwenyewe binafsi utayari wako ukoje kuhakikisha unapata nafasi hiyo? Mimi matarajio yangu na malengo yangu, mimi nitafanya kazi yangu kama kazi yangu, na jukumu la kucheza na achia benchi la ufundi. Wao ndo na majukumu ya nani aanze nani aingie. Kwa hiyo lakini mimi nitatekeleza majukumu yangu kama yanavyopaswa kwa mchezaji kufanya majukumu yake. Na nafasi yako ikoje kwa sasa ndani ya kikosi hicho, lakini pia pengine ukipata fursa hiyo namna gani utaitumia? Nafasi yangu iko salama na iko vizuri, kwa sababu kocha aliyosajili japokuwa aliondoka, lakini huyo kocha aliyokuja ambaye ni mzao wa Morocco pia naye ushirikiano ananionyesha ni mzuri na ananipa nafasi. Kwa hiyo mimi kama ikitokea akinipa nafasi nitaonyesha kile ambacho nacho na kuprove ninastahili kupo hapa. Lakini kubwa, kabla sijaachana na wewe, kwa hapa Tanzania gumzo kubwa limekuwa usajili wa mchezaji kiungo wa Young Africans raia wa Burkina Faso Aziz Ki, ambaye anatoka Yanga anakwenda kutua katika klabu hiyo. Pengine hapo wanamzungumziaje Aziz Ki na ujio wake? Lakini wewe mwenyewe binafsi umecheza ligi moja na Aziz Ki hapa Tanzania, NBC Premier League, unazungumziaje? Yani kwa watu wa Morocco, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii hata hivyo story ambazo zipo nyingi ni za Aziz Ki, na watu wa Morocco, mashabiki wa Wydad wamempokea vizuri na wanamkaribisha, na mimi pia ninafarijika kumuona mchezaji kama Aziz Ki, mchezaji mkubwa anakuja katika timu hii kubwa. Kwa hiyo pia na mimi nitajumuika naye katika kufanya mazoezi, katika kushirikiana katika kuipambania nembo ya Wydad. Kwa hiyo mimi pia nina furaha kucheza na Aziz Ki pia timu moja, na furaha. Kwa maana kwamba mmecheza ligi moja, mnafahamiana kwa sababu ulikuwa ukimuona akiwa Young Africans, lakini pia anatokea ligi ya Tanzania ambayo wewe nako ulipita. Pengine hii inaongeza zaidi ukaribu wako na yeye. Kabisa, kwa sababu Aziz Ki nilikuwa namfahamu kupitia Yanga. Kwa hiyo sasa hivi nitakuwa naye katika timu moja. Kwa hiyo ni furaha, kwa sababu unajua mchezaji mkubwa, kila ndoto ya mchezaji ni kucheza na wachezaji wakubwa. Kwa hiyo pia Aziz Ki ni mchezaji mkubwa, japokuwa hapa Wydad kuna wachezaji wakubwa. Kwa hiyo pia ninafarijika pia kuungana naye katika timu moja. Kwa namna gani wanaizungumza ligi yetu kutokana na ubora ambao uko kwa sasa na kile ambacho kimeonekana mpaka Simba amefika finali, lakini pia baadhi ya nyota kama nyinyi Aziz Ki mnatoka ligi ya Tanzania mnatua hapo, wanaizungumziaje ligi yetu? Yani shoti, yani ligi ya Tanzania inafuatiliwa kwa sababu mfano ndo kama mimi nilivyoanzisha, nimetoka timu ambayo ni ndogo. Imagine sasa hivi ametoka Aziz Ki timu kubwa ambayo ni Yanga. Kwa hiyo ndio imeongeza chachu na ufuatiliaji wa ligi yetu. Kwa hiyo watu wengi watakuwa wanaiangalia ligi ya Tanzania kwa jicho la karibu, ili kwa ajili ya kuchagua wachezaji ili kuja kucheza ligi hii ya Botola. Kwa hiyo ni fursa kwa Watanzania, na Aziz Ki pia ameonyesha pia mwanga ambao nilionyesha mimi uendo ulikuwa ni mdogo, lakini mwanga alionyesha Aziz Ki uendo kwa ni mwanga mkubwa zaidi kufunga
kufungua njia za Watanzania wengine kupata fursa kwenda nchi tofauti na Morocco. Mmoja wa wachezaji ambao waliwahi kupita pia huko ni Simon Msuva Epigodi. Aliwahi kupita Jadida, yes. Baadaye akatua hapo Wydad. Pengine nini ambacho kinazungumzwa, yes, kuhusu yeye pamoja na kwamba kwa sasa hayupo? Simon Msuva kwanza ameacha jina. Yaani Simon Msuva anazungumziwa mpaka leo hii ninapokuambia. Simon Msuva anazungumziwa sana kwa sababu ya kazi ambayo aliifanya hapo awali. Kwa hiyo mashabiki bado jina lake la Simon Msuva wanalitaja. Kwa hiyo ni wazi kuwa Watanzania tunaweza kufanya jambo. Kwa hiyo ni fursa kwa wachezaji wengine wanaocheza ligi ya ndani kuonesha performance nzuri, kwa sababu huwezi jua maisha mpira, hujui ni lini na muda gani unatoka. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachowaasa na ninachowasihi wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani ambao ni wazao, ni Watanzania, waoneshe performance nzuri wanaocheza, kwa sababu huwezi jua ni nani ambaye anakuwa yuko nje anaangalia mechi. Kwa hiyo huwezi jua nani anakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini ni njia na ni mwangaza ambao ushafunguka katika nchi yetu Tanzania. Kwa hiyo ni watu wengi na agent wengi huwa wanafuatilia ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kwa ndugu zangu, wachezaji wenzangu wa Tanzania, brothers, wadogo zangu, ni kuonesha kile ambacho wanacho, na naamini na wakimtanguliza Mwenyezi Mungu kila kitu kinafanikiwa. Ligi hiyo ya huko Morocco ukimalizia ni ya namna gani ukilinganisha na ya kwetu katika swala zima la ushindani kwenye pitch? Cha kwanza ligi ya Morocco ni ligi ngumu tofauti na ligi yetu ya bara, lakini ni ligi ambayo sijui nikwambie vipi, kwa sababu kama imagine, nadhani utakuwa uliona picha kati ya mechi ya Berkane na Simba. Nadhani ulivyoona Berkane, ulivyoangalia jinsi wanavyocheza, nadhani utakuwa umepata picha ya ligi, ya jinsi ligi ilivyokuwa ngumu ya huku ya Morocco. Kwa hiyo japokuwa ni mchezaji yote anaweza kaja na akacheza, kwa sababu mpira ndio ule au hujabadilika au badiliki chochote, kwa sababu wao wanacheza kwa kutumia miguu miwili na sisi tunacheza kutumia miguu miwili. Kwa hiyo hamna kitu ambacho ni cha ajabu sana katika ligi, japokuwa kuna ule uzito, kwa sababu ni ligi ambayo ipo kisheria zaidi, maana VAR zipo sana. Kwa hiyo kuna zile fouls mtu unaweza kufunga goli ukashangaa limekataliwa, mara kuna hivi. Mashabiki pia nao sometimes wanakuwa wana vibe sana. Kwa hiyo ni ligi nzuri na ina upinzani pia. Majiant huko ukiondoa Wydad na Raja, pengine ushindani huko kwa timu gani zaidi? Kwa maana huko ukiangalia ni Simba, Yanga, imeongezeka Azam na sasa Singida, unaona wanajipapatua katika kuleta ushindani, ukiondoa kwamba kuna timu 16 zinashiriki. Ni hivyo hata huku pia, kwa sababu huku Majiant ni Wydad na Raja, lakini kwa Raja Wydad ni kama unavyosemea huko Tanzania kuna Simba na Yanga, alafu kuna Azam, kuna Singida. Pia huku pia ni hivyo, kuna Raja, Wydad, alafu kuna Berkane na kuna FAR Rabat. Hao ndo kidogo ambao ndo zile timu 4 ambazo zinaleta upinzani, japokuwa ligi ya huku ina tofauti mkubwa kwa sababu moja. Yaani mtu anaoshiriki namba 16 anamfunga Giant. Kwa hiyo sio rahisi. Yaani mechi mpaka iishe ndo unaweza ukajua leo kweli tumepata alama 3, na alama 3 hizi tumepata kwa kutoa jasho na kupambania. Lakini promoya kwa Tanzania inakuwa ni nadra sana. Yaani kama mfano unacheza na Simba na Yanga alafu mfunge Yanga, kwa hiyo sometimes hata mashabiki wanashangaa leo imekuaje Simba kafungwa na timu fulani, unajua zile. Lakini kwa huku Morocco ni kitu cha kawaida. Yaani Wydad kufungwa na timu ambayo inashika nafasi ya 15, nafasi ya 7, Raja kufungwa na timu ambayo inataka kushuka ni jambo la kawaida kwa Morocco. Tukiachana na hayo ya kwako na mengine, pengine kuelekea finali ya marudiano, Simba wakiwaalika Berkane, nini kinazungumzwa huko? Kwa mimi sijajua chochote na sijajua wana mazungumzo yako vipi katika marudiano ya mechi hiyo kwa upande wa Berkane. Kwa hiyo joto la hii mechi liko kwenye mji mmoja tu wa Berkane wenyewe, miji mingine wanaangalia timu zao zaidi. Kabisa. Yaani miji mingine haina habari yoyote. Yaani ile finali ilichezwa katika mji wa Berkane tu, lakini ukienda Ujida wako na mambo yao, ukienda Rabat wako na mambo yao, ukija Casablanca wako na mambo yao, ukienda Jadida wako na mambo yao. Kwa hiyo huku kama ushughuli ni ya kwako unashughulikia nayo mwenyewe, lakini usitegemee kama mtu anatoka jirani aje kusupport. Hapana, huku unapambana na hali yako na mashabiki wako wewe mwenyewe.
Basi nikushukuru sana, lakini tuambie pengine mmetaarifiwa mgeni Aziz Ki anatua lini hapo? Kwa mujibu wa taarifa zinavyosema anatua leo saa 10. Kwa hiyo kwa taarifa anatua saa 10 jioni. Na ataripoti moja kwa moja kambini kwa ajili ya matayarisho ya michuano ya klabu bingwa ya dunia. Nahisi kwa sababu mazoezi tunaanza leo na tunaingia jioni ambayo tunaanza mazoezi saa 2, huko itakuwa ni saa 4. Kwa hiyo mpaka mida hiyo Azizi, kama kwa mujibu wa taarifa inavyosema, itakuwa shawasili saa 10 ya jioni. Inawezekana akaja labda kuangalia mazingira, akaja kuangalia training, lakini labda at least labda kuanza program rasmi huenda anaweza kaanza Jumanne au akaanza Jumatano. Bwana mwalimu, nikushukuru sana kwa ushirikiano wako. Kama kuna jambo lolote basi utakuwa unatujuza. Wana UFM Radio kutoka Azam Media hapa. Basi hakuna shida, tuko pamoja sana.